بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa Rajab mwaka wa 1441 katika darsa ya kitabu Sharh Sunna الإمام المزني رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. لفكية قول المصنف رحمه الله قال: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامة يحبرون، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب ولا هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، وفي العذاب هم خالدون، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. المصنف رحمه الله تعالى katika hii sehemu azungumzia neema za watu wa peponi, starehe ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaekea katika pepo yake. kasema wa ahlul jannati يومئذ في الجنة يتنعمون، na watu wa janna, watu wa peponi, siku hiyo katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa ni wenye kuneemeka. وبصنوف اللذات يتلذذون، na watakuwa wakistarehe aina mbalimbali. وبأفضل الكرامة يحبرون، na kwa karama iliyo bora kabisa, kukirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, watakuwa ni wenye kufurahishwa. كما أخبرنا الله جل في علاه عن هذا النعيم في آيات عديدة، كما alivyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu neema hizi za watu wa peponi katika aya kadhaa. Minha, miongoni mwa hizo aya, yutafu alayhim bisihafin min dhahabin wa akwab, na hapa
Allah subhanahu wa ta'ala azungumzia vyombo vya watu wa peponi. Kwa vyombo vyao, sahani zao zimetengenezwa na dhahabu, kadhalika vikombe vyao. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. na ndani ya hii pepo muna kila ambacho moyo au nafsi yatamani na kupenda, na kila kinachopombaza macho ya mwanadamu kipo. wa antum fiha khalidun. na hii pia ni katika neema ya watu wa peponi, kuwa watakaa milele ndani ya starehe kama hizi. وقال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. akawalipa kwa subra waliokuwa nayo mabustani ya pepo na nguo za hariri, silk. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. wametegemea katika makochi ya peponi, hawataona katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala jua, bimaana jua la choma. kwa hivyo jambo kama hilo hakuna ndani ya pepo ya Allah, bali jua halitokuwa kamwe katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakutakuwa na baridi kali. Leo baridi imezidi, leo joto, leo hamna kitu kama hicho. Hakuna siku watu wa peponi watalalamika na hali ya hewa iliyoko peponi, kwa sababu sio nyumba ya mitihani, ni nyumba ya starehe. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. vivuli vya peponi vipo karibu na wao, yawafunika. na kile kinachotundwa katika miti ya peponi Allah subhanahu wa ta'ala hukidhalilisha kulingana na anavyotaka mtu wa peponi. Bimaana aweza kutunda akiwa amekaa, akiwa amejinyosha chini pia aweza kutunda, akiwa amesimama pia aweza kutunda. Wewe ule mti utakwenda kwa namna anavyotaka yeye, kwa kimo chake yeye, akiwa amesimama, akiwa amekaa, akiwa amejinyosha, wote. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. وتزنغشيوا vyombo vya fedha, glasi zile za fedha. Ushaona glasi ya fedha, yani fedha yaonyesha mpaka ndani kama vile glasi. qawarira min fiddatin, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. tena imepimwa kipimo kiasi ambacho yatamani nafsi yako katika kile kinywaji, haizidi wala ipungui. Bimaana ukipewa glasi peponi ukinwa, huwezi kusema imepungua kidogo ama imezidi kidogo mpaka mmejilazimisha. La, itakuja kwa kiwango ya vile nafsi yako inavyotamani. Hapa waweza kuletewa kinywaji ukapiga glasi ya kwanza ukasema ile jua lilikuwa kali, hebu nafikiria mbili sitantosha. Ukipiga ya pili nafikiria ya tatu, kisha waanza tamaa zako. Ukiondoka pale umepiga lita 2 hivi, na ujui umeshiba, ujui umevimbiwa, ujui balaa gani. Si katika pepo ya Allah. Katika pepo ya Allah qaddaruha taqdira, imepimwa kiwango ambacho nafsi yako yahitaji peke yake. Kwa hiyo likianguka tone la mwisho na wewe umetosheka kiasi kile ambacho umetosheka. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا.
Zanjabil ni tangawizi, so kuna kinywaji kule kimechanganywa na tangawizi. Na ukisikia majina haya usifikirie ni zile tangawizi zenu za huku, ambazo pia ni nzuri, si mbaya. Kwa mtu asifikirie hivyo akasema pia kule kuna tangawizi si kama hizi, majina tu yamfanana, lakini sio kweti kama hizi. Na pia ukisikia peponi kuna roman kwa mfano, ukasikia peponi kuna matunda kadhaa, usifikirie yamefanana na haya ya hapa. Kwa majina peke yake. Hakuna kilichoko ndani ya pepo ya Allah katika vitu vya dunia isipokuwa majina tu, majina peke yake, lakini lile tunda si kama hilo. عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. watoto ndio watakaokuwa wakiwapa kile wanachokihitaji watu wa peponi, mfano wao ni kama lu'lu zilizotandazwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. sallallahu alayhi wa sallam. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ukiona hizo starehe, ukiziona hizo starehe za watu wa peponi, utaona neema kubwa sana Allah amewapa na ufalme mkubwa mno, hauna mfano wake, mpaka mwisho wa zile aya. قوله فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى نعيم أهل الجنة أتبعه بذكر أعظم نعيم يناله أهل الجنة، وهو رؤية الله عز وجل حقيقة بأبصارهم، كما قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. alipotaja المصنف رحمه الله neema za watu wa peponi, akataja hapa neema kubwa kabisa katika neema za watu wa peponi, nayo ni neema ya kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili halina shaka ndani yake kuwa watu wa peponi watamuona Allah subhanahu wa ta'ala haqiqatan bi absarihim, watamuona kwa uhakika kwa macho yao, watamuona Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyotaja Allah wujuhun yawmaidhin nadhira. Hii ya kwanza nadhira maana yake nyuso zitakuwa na uzuri zenye kung'aa, kama takavyokuja kumbele taeleza. Ila rabbiha nadhira, ni zenye kumtizama Mola wake mlezi Allah subhanahu wa ta'ala. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل، wanapoingia watu wa peponi Allah subhanahu wa ta'ala al-Karim atawaambia watu wa peponi, turiduna shay'an azidukum. shona neema kama hii. Tizama, lau kama kwa mfano leo mtu mkarimu atakualika tu kwake, nyumba hizi za Mwembe Tayari majengo tu hizi zetu huko Mwembe Kuku sijui wapi, mitatu ya kawaida yetu, akakualika mtu mkarimu ndani ya nyumba yake, kisha akakukirimu kisawa sawa, akakukirimu vizuri kabisa vile anavyotakikana mgeni kukirimiwa, kisha akaja akauliza, je, kuna kitu niwaongezee? Mfano, waonaje ile furaha utakayokuwa nayo wewe kama mgeni katika nyumba ya mtu mkarimu kama huyu? Sasa huyu ni mkarimu kiumbe aliyeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akajaalia kwake yeye sifa kidogo ya ukarimu. Sasa kuna yule ambaye ana ukarimu ambao umekamilika Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi almathalul a'la, ana ukarimu uliokamilika, hauna upungufu wa aina yoyote. Hivi wafikiria atawaneemesha vipi na kiasi gani watu wa peponi?
kila aina ya neema wanaoitaka iko katika pepo ya Allah subhanahu wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun. Pamoja na hayo Allah subhanahu wa ta'ala awauliza watu wa peponi, turiduna shay'an azidukum, kuna kitu mwahitajia pengine niwaongezee? Baada ya yote niliyowapa na nawauliza kuna kitu niwaongezee? Fayaqulun, watu wa peponi watamjibu na kusema, alam tubayyidh wujuhana, je hukuzifanya ni zenye kung'aa nyeupe nyuso zetu? Alam tudkhilna aljannata wa tunajjina minan nar, je hukutuingiza peponi na kukutoa sisi kutokamana na moto na adhabu ya jahannam? Kuna zaidi ya haya ya Rabb katika neema kubwa ulizotupa? Qala, Mtume salama sema, fayakshifu alhijaba, Allah ataondoa hijab baina yake na waja wake, wamuone Allah subhanahu wa ta'ala. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. watu wa peponi hawajapewa chochote kile kitakachopendeza kwa wao kama kumtizama Mola wao mlezi Allah subhanahu wa ta'ala. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasoma kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, wale waliofanya wema kwa wao ni alhusna ay aljanna, kama alivyofasiri Mtume sallam katika hadithi nyingine, wa ziyada an-nadharu ila wajhi Allahi al-karim, kutizama uso wa Allah subhanahu wa ta'ala mtukufu. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقد فسر جماعة من الصحابة أيضا الزيادة في الآية السابقة بأنها رؤية الله عز وجل. نوم فسير كيكون لشما صحابة بيا وهي زيادة katika hii aya inayokusudiwa hapa ni kumuona Allah azza wa jalla. منهم أبو بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وعامر بن سعد وغيرهم رضي الله عنهم. miongoni mwao ni Abu Bakr as-Siddiq, Hudhaifa ibn al-Yaman, Amir ibn Sa'd na wengineo katika masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Wote wamefasiri hii aya kwa namna alivyowafasiria Mtume sallallahu alayhi wasallam. والنظر إليه سبحانه وتعالى لا يكون إلا بعد الموت, na kumuona Allah subhanahu wa ta'ala hakupatikani isipokuwa baada ya mauti, si katika uhai wa dunia. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu hatta yamut, jifunzeni kuwa hakika hakuna yeyote atakayemuona Mola wake mpaka afariki, aondoke duniani. Kwa hiyo hawezi kuwa mtu leo akasema kuwa mimi namuona Allah ataingia kwenye kufuru wal iyadhu billahi, ni jambo haliwezekani hapa duniani. Sasa namuona Allah, makosa. Allah subhanahu wa ta'ala hilo jambo hakumwezesha mwanadamu kuliweza wapi? Hapa duniani hawezi. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته, ilikuwa ni katika dua ya Mtume sallallahu katika sala yake, Allahumma inni as'aluka ladhata an-nadhari ila wajhika al-karim au ila wajhika, Allahumma inni as'aluka ladhata an-nadhari ila wajhika والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نكوomba ewe Mola wangu ladha na utamu wa kutizama uso wako na shauku ya kukutana na wewe min fi ghairi dharra mudhirra wala fitnatin mudilla. قال ابن رجب رحمه الله, ابن رجب akieleza hadithi nini maana fi ghairi dharra mudhirra wala fitnatin mudilla, sema
وإنما قال من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يعني بمعنى بلا يا madhara yenye kumdhuru mja mpaka akatamani mauti wala fitna inayopoteza watu mpaka akatamani mja mwema mauti. قال لأن الشوق إلى لقاء الله يستلزم محبة الموت. mtu kuwa na shauq ya kukutana na Allah yalazimiana ile shauq mtu kutamani nini? Kuyapenda haswa mauti ili akakutana na Mola wake. والموت يقع تمنيه كثيرا من أهل الدنيا بوقوع الضراء المضرة في الدنيا. na mauti kule kuyatamani mara nyingi kwa mtu ambaye apenda dunia huwa hakupatikani isipokuwa akipatwa na madhara. Akipatwa na madhara yale yakawa ni makubwa mno kwake yeye, hawezi kusubiri, hapo utamuona atamani nini? Atamani mauti. Kwa mimi sitaki iwe kupenda kwangu kukutana na wewe ya Allah ni kwa sababu madhara yamenipata na tamani mauti. Wa in kana manhiyan anhu fi shara, pamoja na kuwa jambo la kutamani mauti kwa madhara aliyokupata limekatazwa kisheria. ويقع من أهل الدين تمنيه لخشية الوقوع في الفتن المضلة. na kwa watu wema wa dini wao hutamani kifo kunapotokea fitna kubwa inayopoteza watu, watamani waondoke duniani. فسأل تمني الموت خاليا من هذين الحالين. Mtume sallama akamuomba Allah kuyatamani mauti lakini si kwa hizi hali mbili, si kwa hizi hali mbili. Wa an yakuna nashi'an an mahdhi mahabbati Allah, iwe kule kutamani kumetokamana na mahadh khalisan kwa ajili ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, wa shauq ila liqa'ihi, na kuwa na shauku ya kukutana na Mola wake. na hili kama alivyolieleza Mtume sallama katika hadithi ya Aisha huwa ni wakati wa maut, anapokuwa aondoka mja. man ahabba liqaa Allah ahabba Allah liqaahu wa man kariha liqaa Allah kariha Allah liqaahu. na hii ni wakati anapofikiwa na maut, si katika uhai wake wa kawaida, sababu tumekatazwa kisheria kutamani nini? Kutamani maut na kujiombea nafsi zetu maut. Kwa katika hali ya sakaratul maut, yule mja mwema anapoona neema Allah alizomwandalia basi atatamani kukutana na Allah, na muovu anapoona adhabu aliyoandaliwa wal billah atatamani lau kama hatokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. ndio pale yaingia man ahabba liqaa Allah ahabba Allah liqaahu wa man kariha liqaa Allah kariha Allah liqaahu. qawluhu لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون. وهذا تنبيه جميل من المصنف رحمه الله أنه يجب على المؤمن ألا يكون عنده شك ولا مرية في شأن الرؤيا. هنا تنبيه مهم sana nzuri kutoka المصنف رحمه الله kuwa ni wajib juu ya mu'min asiwe na shaka kabisa katika jambo la kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, fadlan amman yunkiruha wal iyad. wacha kwa yule ambaye akanusha hasa, maana wako katika ahlul bid'ah wanaokanusha kuwa ataonekana Allah subhanahu wa ta'ala. kwa mfano wao wafasiri kumuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa tafsiri aina mbalimbali walizozitunga wao, wakajaribu kukimbia jambo la kuwa waumini ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. ukitizama katika baadhi ya tafasir au tarjama za Kiswahili, hasa katika tafsiri ya suratu al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yawmaidhin lamahjubun, utaona wameandika hasha, hakika hao siku hiyo bila shaka watazuiliwa na neema za Mola wao. fahamu yani kuwa
hawatozuiliwa kutokana na kumuona Mola wao, sema watazuiliwa na neema za Mola wao. Kwa tafsiri kama hiyo. Alhasil, wajaribu kukimbia kuwa watu watamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo wamelishadidia sana maibadhi, kuwa wao wakanusha ataonekana Allah subhanahu wa ta'ala akhir. Hata ukaleta hadithi zote za Mtume sallam, si muhimu kwao. Ukawaambia Mtume sallam amesema na hii hadithi ni sahih, yeye atakujua hiyo. أنا الشيخ الفاضل أبو الفاضل حفظه الله أنا kitabu kizuri kwa lugha ya Kiswahili, hoja zenye nguvu, amekiita kwa jina hilo, katika kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana kesho akhira. Kipata kisome, kitabu kizuri sana, na sijui kama chapatikana, usiniulize sasa chapatikana wapi, sijui. Mimi nikisoma alivyoandika aliniletea zawadi nikakisoma, sijui nani akaja akaniomba akaenda nacho maasalama, sikukiona tena. Ni kipo hicho kitabu na mimi nimekisoma mwanzo mpaka mwisho, kizuri sana, akiwarudi maibadhi katika swala hili. Almuhim, yatakikana kwa mu'min asiwe na shaka juu ya itikadi hii. Akiwa na shaka au akipinga haswa, fa inna hadha mujibun lihirmanihim minha, huenda akanyimwa neema kubwa kama hii. لأنه لم يقم في قلبهم الطمع في رؤية الباري عز وجل, kwa sababu katika nyoyo zao hata hawana tamaa wala hawatamani kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا قال بعض السلف من كذب بكرامة لم ينلها, mwenye kukanusha neema na karama ambayo Allah amewaandalia waja wake, basi huyu haipati neema kama ile. ورؤية الله عز وجل أجل كرامة, na ikiwa kuna karama kukirimiwa kukubwa zaidi ni watu wa peponi kukirimiwa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. قوله فوجوههم بكرامته ناظرة من النظرة وهي الحسن والبهاء, uzuri, kung'aa ule uso na kuwa mzuri. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة بهية, nyuso siku hiyo zitakuwa nzuri zenye kung'aa. وتنوعت عبارات السلف في تفسير هذه الآية, na tafsiri ya salaf zimekuja ibara mbalimbali katika kufasiri hili neno. فقيل ناظرة بمعنى حسنة وناعمة ومسرورة ومشرقة ومنيرة, والنظرة تشمل ذلك كله, na ule uzuri wa nyuso na kung'aa kwa nyuso zaingia maana zote hizi zilizotajwa, zote zaingia ndani yake. Ni nzuri, zimeneemeka, zina furaha, zang'aa, zina nuru, yote yaingia katika maana nini? Maana ya nadhira, an-nudhra. وقوله بكرامته أي أن هذه منة من الله عليهم أن هداهم للإيمان وأكرمهم بالاستقامة وثبتهم على الطاعة. haya yote ni kwa Allah kuwa kirimu subhanahu wa ta'ala, ni minna. Allah amewaneemesha neema hii kutoka kwake yeye mwenyewe, amewaongoza katika imani, akawakirimu wakawa katika msimamo wa sawa sawa, akawathibitisha katika taa, hatta manna alaihim bikaramati an-nadhari ila wajhi al-karim, mpaka akawaneemesha kwa kuwapa na kuwakirimu kumuona uso wake mtukufu Allah subhanahu wa ta'ala. قال الحسن البصري رحمه الله, الحسن البصري رحمه الله تعالى سمع وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة, nyuso siku hiyo zitakuwa nzuri. Ila rabbiha nadhira, qala tanzuru ila al-khaliqi, zenye kumtizama muumba. Wa huqqa laha an tanzara wa hiya tanzuru ila al-khaliqi, na nyuso hizo zina haki ya kuwa nzuri zikiwa za mtizama aliyeumba Allah subhanahu wa ta'ala.
أي أنها تكسب هذا الحسن والبهاء برؤيتها لله عز وجل kuwa hizi nyuso zitachuma ule uzuri wake na kupendeza kwake kwa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wa a'yunuhum bifadlihi ilayhi nadhira, wa hadha ta'kid anna ru'yata Allah azza wa jalla haqiqiyatun bil absar. Hapa ni kutilia nguvu tu kuwa kumuona Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa uhakika, tena kwa macho. fi qawlihi wujuhun yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira, لأن النظر إذا عدي بإلى لم يحتمل غير الرؤية الحقيقية بالأبصار. كسبب كيجا النظر كيشا كنا إلى بس hapo haibebi maana isipokuwa kuona kwa macho. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي, maana yake ni utizame kwa jicho, utizame kwa jicho. Ama ikija awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardh, ikaja kwa fi, idha udiya bi fi, basi maana yake ni aini tafakkur, kukaa na kuzingatia kile ulichoambiwa na kutajiwa ukizingatie. Na pia yaweza kuja muadda bina, انظرونا نقتبس من نوركم, na maana yake ni tusubirini. انظرونا انتظرونا, tusubirini. Kwa hivyo katika lugha ya Kiarabu yaweza kuja kwa namna hizi, na kila moja ina maana yake. Na ikija kwa ila, maana yake ni kutizama kwa jicho ili la mwanadamu analotumia kuonea. Wallahu ta'ala a'lam. Naktafi bihadha qadr, kichobaki insha Allah ta'ala tutajaribu kumalizia katika darsa ya asr. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik.